kuokoa watu wetu kwa wakati. Kwa kweli hii ni complete package. A complete package. Vifaa vyote, magari ya aina zote yanayokabiliana na hali zote, ni mageuzi makubwa sana. Kamati ya usalama ya mkoa wakati wote imekuwa ikijadili na kupanga namna bora ya kudhibiti majanga, kuokoa watu kwenye majanga na kufanya mazingira ambayo yatatupunguzia majanga kwenye mji wetu. Leo uwezeshaji uliofanywa na serikali kupitia jeshi letu la zimamoto ni kutekeleza mpango wa usalama wa raia na mali zao kwa vitendo. Na mimi nataka niwahakikishieni kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya kamati ya usalama kuhakikisha kwamba ndani ya mkoa wetu tutaendelea kuvijengea uwezo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, uwezo ambao utahakikisha unakabiliana na changamoto zozote ambazo zinaathiri usalama wa raia na mali zao. Uwepo wa vitendea kazi hivi ni sehemu ya mkakati wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama wao na mali zao. Na pale yanapotokea majanga, serikali inakuwa na uwezo wa kuyakabili na kuyamaliza ili kupunguza athari au kuepusha athari kwa wananchi ambao wamekabiliwa na majanga husika. Nikutakia kila laheri kamanda wa zimamoto wa mkoa. Wewe pamoja na watumishi wote wa Wizara ya Mambo ya Ndani wanaowajibika ndani ya Jeshi la Zimamoto kuhakikisha kwamba mnavitumia vyombo hivi vizuri, mnavitunza, mnavilinda ili vitufae leo na kesho. Mmeona ni kwa namna gani tumepata tabu tulipokuwa hatuna vifaa vya namna hii. Ilikuwa inatulazimu kwenda kuazima gari ya uwanja wa ndege kuja kukabiliana na majanga ya moto katikati ya mji. Gari hiyo moja hata ingekuwa na uwezo kiasi gani isingeweza kukabiliana na changamoto kubwa zinazotokea kwenye majanga ya moto. Lakini kwa kutambua ukubwa wa mji wetu, shughuli za mji wetu, aina ya mazingira na jiografia ya mji wetu, uwepo wa magari yote kwa idadi hii inakwenda kuwa ni ufumbuzi wa kudumu wa tatizo ambalo limekuwa likitusumbua kwa muda mrefu. Wananchi wenzangu wa Iringa, Rais amefanya hajafanya? Amefanya. Juhudi tumeziona hatujaziona? Tumeziona. Sasa tutoe ushirikiano kwa zimamoto. Vifaa tunavyo, tutumie njia zetu za mawasiliano sasa kutoa taarifa sahihi na kwa wakati sahihi. Yale mambo ya kupiga simu zimamoto afu sasa nilikuwa nawasalimia tu, tuache. Maana utasababisha hii gari itafurumushwa kutoka hapa kuja mpaka huko uliko, alafu unakuta unakula bajia unasema nilikuwa najaribu kama huwa mnakuja. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo waombe pamoja na mageuzi makubwa yanayofanywa na serikali ya kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, lakini sisi raia tunao wajibu wa kutoa taarifa sahihi na kwa wakati kuhusu habari za majanga, ili tuipe nafasi Jeshi la Zimamoto kufika kwa wakati na kushughulika na majanga haya kwa ufanisi. Na hii iende sambamba na kuweka tahadhari ya wananchi wenzetu kuto kutumia namba ya dharura kwa utani ama mizaha, maana kufanya hivyo kunaleta ulegevu wa ufanisi wa huduma pale unapohitaji. Lakini mwisho, haya magari yanapokuja kwenye maeneo yetu yanahitaji pia msaada. Kwa mfano, kuna wakati gari linakuja lakini njia ya kupita haipo. Kwa hiyo kuna jukumu la wananchi kusaidia kutengeneza mapito ya gari kufanya nini? Kupita. Lazima tutoe ushirikiano ili gari ifike kwa wakati. Lakini kuna wakati gari inakuja lakini mtambo unaotumika, askari yawezekana wamekuja kwa idadi ndogo, hakujua tatizo ni kubwa, wanahitaji msaada wa kusaidiwa kubeba namna ya nini zile pampu zile. Si vibaya wananchi mkashirikiana na jeshi lenu la zimamoto katika hatua hizo. Lakini yawezekana jeshi la zimamoto likafika kwa wakati na likawa na mitambo, lakini alifahamu waingilie wapi. Wewe mwananchi raia mwema lazima usaidie kuelekeza njia, pitieni hapa, ingilieni pale, tukio liko huku. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Kwa kuwa na vifaa ni jambo moja, lakini kutoa ushirikiano kwa jeshi letu la zimamoto ni jambo lingine la msingi sana. Pamoja na mageuzi haya ya vyombo tulivyopewa, precaution yangu na maelekezo yangu kwa wakurugenzi wetu wa halmashauri, upatikanaji wa vifaa vya kisasa na bora vya uzimaji wa moto na maokozi uende sambamba na kuimarisha mipango miji. Tunaweza tukawa na vifaa vizuri vya kisasa vyenye ubora, lakini namna tulivyopanga miji yetu ikasababisha tukose huduma bora ambayo ilitakiwa kutolewa na vifaa vilivyokuja. Mmepata mashine nzuri, magari ya kisasa, mmejenga ujenzi holela. Hizi gari zitapita wapi? Zitaingilia wapi? Huduma itapatikanaje? Kwa hiyo tuna jukumu la msingi sana, pamoja na mageuzi makubwa yanayofanywa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya kupeleka vifaa vya kutosha kwa ajili ya maokozi, lakini ni lazima kupitia wizara yetu ya TAMISEMI, halmashauri zetu za miji, halmashauri za manispaa, halmashauri za wilaya, kuweka mkakati wa mipango bora ya miji, tukiwa na master plan ambazo zimeainisha barabara zinazoingilika, maeneo ya wazi ambao magari yanaweza yakasimama. Itatusaidia zaidi kutumia vifaa hivi, kwa sababu gari hizi zinaweza zikaingia vizuri, zikatoka vizuri na zikatoa huduma tarajali vizuri.
Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wenzangu kuhakikisha kwamba tunaungana na halmashauri yetu ya manispaa na halmashauri za wilaya kujenga kwa utaratibu. Kwa hata sisi wenyewe pamoja na hali zetu ambazo Mungu ametujalia, ziwe nzuri, ziwe za kati, ziwe za chini, unapopata kasehemu ka kujenga, zingatia pia endapo nitapata changamoto, hapa nitasaidikaje na wenzangu. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Kwa wenye viti wangu wa mitaa, niliona ni busara. Nyinyi ndio mwe wageni rasmi shughuli ya leo. Jipigieni makofi mengi sana. Kwa sababu hii elimu tunayoitoa hapa, nyinyi wenye viti wangu wa mitaa na watendaji wa mitaa ndio mnakwenda kusimamia kule. Na kwa kweli niwaombeni sana kusimamia ujenzi kutatusaidia kunufaika na mradi huu. Lakini tukiruhusu ujenzi holela, utakuwa unalalamika, magari hapo hatusaidiwi. Mimi mtaani kwangu nyumba zimeungua. Zimejengwa wapi baba? Barabara mmechonga pale mtaani. 88.5 Shamba FM.